Mtazamaji wa Leo TV Africa, karibu katika tahariri ya leo. Kwenye ulimwengu wa leo, mitandao ya kijamii imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Kutoka taarifa za habari hadi kampeni za kijamii, majukwaa ya kizazi kipya na ulingo mpana wa kisiasa. Lakini katika wakati ambapo dunia inakabiliwa na changamoto kubwa za mazingira, swali linaibuka kuwa je, mitandao ya kijamii inaweza kuwa silaha ya kulinda mazingira au umaarufu wa muda mfupi? Takwimu za kimataifa zinaonyesha hali ya kutisha kuhusu misitu ya dunia. Kulingana na ripoti ya mwaka 2020 iliyotolewa kwa pamoja kupitia shirika la UNEP na FAO, dunia imepoteza takriban hekta milioni 420 za misitu tangu mwaka 1990. Hata hivyo, licha ya jitihada za kimataifa kupunguza kasi ya uharibifu wa misitu, bado takwimu zinaonyesha takriban hekta milioni 10 za misitu hupotea kila mwaka. Sababu kuu za uharibifu huo ni pamoja na upanuzi wa kilimo, mabadiliko ya matumizi ya ardhi, ukataji miti wa kibiashara na miradi mikubwa ya maendeleo. Athari zake ni kubwa zaidi kuliko tunavyofikiria au kuambiwa na watafiti wa maendeleo. Uharibifu wa misitu unachangia takriban asilimia 11 ya uzalishaji wa gesi chafu duniani, jambo linalochochea zaidi mabadiliko ya tabia nchi. Vilevile, jambo la kushtusha zaidi ni kwamba asilimia 40 tu ya misitu iliyosalia duniani ndiyo bado ina mifumo ya ekolojia iliyo salama. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, katika mwaka 2015 hadi 2025, kiwango kikubwa cha upotevu wa misitu kimeripotiwa katika bara la Afrika na Amerika Kusini. Katika wakati huu wa changamoto za mazingira, mitandao ya kijamii imeibuka kama jukwaa jipya la uhamasishaji wa kijamii. Vijana, wanaharakati wa mazingira na mashirika ya kiraia wanatumia majukwaa ya kidijitali kuhamasisha kampeni za kupanda miti, kusafisha mazingira, kulinda misitu na uhamasishaji wa sera za mazingira. Kwa mujibu wa utafiti wa World Resources Institute, majukwaa ya kidijitali yanaweza kuongeza kwa kiasi kikubwa ushirikiano wa jamii katika kampeni za mazingira, kwa sababu ujumbe mmoja unaweza kuwafikia maelfu au hata mamilioni ya watu kwa muda mfupi. Katika baadhi ya nchi, kampeni za mtandaoni zimechangia kuanzisha kwa harakati za kimazingira zinazohusisha vijana wengi zaidi kuliko hapo awali. Kadhalika, baadhi ya maeneo ya Afrika, mitandao ya kijamii imeanza kusaidia kuhamasisha miradi ya uhifadhi wa mazingira inayotekelezwa na jamii. Vijana wameanza kutumia majukwaa ya mtandaoni kuhamasisha upandaji wa miti, kulinda misitu ya asili na kuhamasisha uhifadhi wa rasilimali za bahari. Vilevile, maeneo ya pwani ya Kenya, juhudi za kulinda mikoko zimekuwa zikihusisha uhamasishaji kupitia majukwaa ya kidijitali pamoja na ushirika wa moja kwa moja wa jamii. Miradi ya aina hii inaonyesha kuwa pale ambapo uhamasishaji wa mtandaoni unaunganishwa na vitendo halisi vya jamii, matokeo yanaweza kuwa chanya. Kwa maneno mengine, mitandao ya kijamii inaweza kuwa daraja linalounganisha taarifa, uhamasishaji na hatua za vitendo. Lakini pamoja na faida hizo, wataalamu wa mazingira wanaonya kuhusu hatari ya kile kinachoitwa activism ya mtandaoni. Hii ni hali ambapo watu wanashiriki kampeni za mazingira kwa kupiga picha, kuweka hashtag au kupakia video, lakini bila kushiriki katika vitendo halisi vya kulinda mazingira. Kwa maneno mengine, mtu anaweza kupiga picha akiwa anapanda mti kwa ajili ya mtandao, lakini asihusike tena na juhudi za muda mrefu za uhifadhi wa mazingira. Changamoto nyingine ni kwamba baadhi ya kampeni za mitandaoni hukosa misingi ya kisayansi au taarifa sahihi, jambo ambalo linaweza kupotosha umma. Kwa hiyo, wataalamu wanasema kuwa mtandao ya kijamii inapaswa kutumiwa kama chombo, lakini sio mbadala wa hatua halisi za kulinda mazingira. Fauka ya hayo, mitandao ya kijamii ina nguvu kubwa, nguvu ya kuunganisha jamii na nguvu ya kuleta mabadiliko. Lakini nguvu hiyo inaweza kuwa ya maana tu pale inapounganishwa na vitendo halisi. Kwa sababu ukweli ni huu: hashtag haiwezi panda miti, vile video haziwezi kuokoa misitu, wala umaarufu wa mtandaoni hauwezi kulinda sayari, lakini watu wanaweza. Na labda swali la kweli si kama mitandao ya kijamii inaweza kuokoa mazingira,
Je, sisi kama jamii tuko tayari kubadilisha likes na share kuwa hatua za kweli za kulinda dunia yetu? Hiyo ndiyo tahariri ya Leo TV Africa. Jina langu ni Shoka Juma.